Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Ndalo ni moja watu ambao wamefika hapa leo kwenye uzinduzi wa duka jipya la Asma. My brother, Ndalo, mambo vipi? Shwari. Zuka. Kama kaa. Mmoja waigizaji wenzenu leo Asma amezindua duka lake. Nipenda nisikie neno lolote kutoka kwako. Mimi nampongeza, ni hatua kubwa amefanya na Mungu ambariki, aendelee kumpa nguvu, apambane, afanye vitu vikubwa zaidi hata hiki hapa. Yeah. Kwa kipindi fulani hivi waigizaji ama wachekeshaji walikuwa mkidharaulika kwa namna moja ama nyingine. Kwa levels ambazo umefika sasa hivi, kwa yule ambaye maybe alikuwa anadharau kipindi kile, kuna njia gani ambayo unaweza ukamprove wrong kuwa hakuwa sahihi? Mimi niwahakikishie tu watu kwamba of course mtu anaruhusiwa kuamini anavyoamini. Mtu anaruhusiwa kuamini watu hawana hela, mtu anaruhusiwa kuamini kwamba watu hamna kitu, lakini tuhakikishie tu kwamba kwa sasa hivi comedy ina hela sana. Wana sana. Na unaona Asma akifungua biashara yake, lakini kuna watu ambao washafungua biashara zao na hawajatangaza za kimya kimya, ushanielewa? Kwa hiyo watu wana invest, watu wanafanya vitu vingi. Kuna mtu labda ana vitu vyake hajapenda kuweka public nini, anaendesha kimya kimya. Kuna watu wanafungua biashara zao kwa majina mengine. Kwa hiyo mimi niseme tu sio vyema kumdharau usiyemjua. Mambo yanaanza kuvumbuluka sasa mdogo mdogo. Yes, yeah. Kuna comedians wana biashara zao hawasijaweka public. Wengi sana. Mimi almost karibia list wote naona wanafanya biashara. Sema Asma ndo mtu wa kwanza kutangaza biashara yake. Nje na comedy kuna biashara ambayo unaifanya? Watu wanafanya. Wewe nje na biashara kuna biashara? Mimi ndo biashara yangu hiyo. Mimi kama comedy naniingizia nyingi zinanitosha hizo, sitaki biashara. Yes. Hautaki biashara nyingine kabisa. Na kama ipo watajua tu. Kuna ile namna zamani comedians walikuwa wanatumika kwenye kufungua mageti kwenye zile bongo movie za kipindi kile, lakini pia kuna namna pia hata uvaaji wao walikuwa wanavaa nguo za ovyo na nini. Ukitazama aina ya komedia za kipindi kile, kuna nini ambacho unajifunza ama unalinganisha na hivi ambavyo leo mpo? Mimi niseme zamani tu walichukulia hivyo, na ndio maana hata kwenye scene watu wanachukulia poa vitu. Hawakutengeneza package au branding ambayo inaweza kufanya watu kuheshimu, ushanielewa? Lakini sasa hivi imekuwa tofauti. Mimi mwenyewe sasa hivi nikiitwa hata kwenye series na kuuliza kwanza naigizaje, ukinielezea namwambia bana mimi kwa brand yangu sitaki kuigiza hapo. Sasa unanichukulia poa. Serious. Kwa hiyo kuna kitu kubwa ambacho tumekitengeneza ambacho kimeleta thamani kwa upande wetu sisi. Ila zamani ilikuwa ni mtu anaweza kukuambia kupangia chochote na ukafanya, ni vitu kama hivyo. Sasa hivi mtu ana judge, mtu ana akili ya kuchuja vitu, unajua vitu kama hivyo. Kwa hiyo niseme kwa comedy sasa hivi kuna watu kidogo ambao shule wameenda, wanajua namna ya kuchuja, kutengeneza kitu kiwe biashara, nini vitu kama hivyo. Sasa hivi mtu hata ukimwambia kitu bana njoo, anamwambia poa, weka 500,000 nije. Basi acha. Na mtu anatoa hela, sio, unaelewa? Watu wanafungua biashara nafikiri wanatoa wapi? Ni kwenye sanaa umomo. Kwa hiyo niseme tu watu wasichukulie poa vitu, watu wanapata hela, watu wanapambana, watu waheshimu tu kitu ambacho mtu anakifanya. Felix Tim nilizungumza naye akasema comedians wana hela kuzidi hata bongo movie. Is it true? Ni kweli. Mimi mwenyewe bongo movie nawashinda wengi hela. Kuna kauli moja nishawahi kuiongea stani yake. Mimi nasema mimi kwa hapa bongo nina uwezo kuona mwanamke yote nikamwafford. Nasema yeyote ni yani mwanamke yeyote kwa kipato ambacho mimi nakipata, yeyote nikamhudumia ni chochote anachokitaka. Unafikia hapa bongo ukiniletea mimi wanawake nikamwa kila mwanamke, yani ni kwamba unipe mwanamke kila mwezi nimtengee bajeti ya milioni 12, nitashindwa yani hii kwamba wewe saluni ukitaka wigi unapata saluni kwa milioni 12, afu mimi nitajua na hii bajeti vipi? Kuna mwanamke mimi ananishinda hapa bongo. Ndio maana nikwambia sasa sisi comedian tuna hela nyingi kuliko unavyofikiria sasa hivi. Mimi niletee yeyote dada deki. Matumizi yako kwa siku ni pesa kiasi gani? Nyingi sana. Nyingi. Yaani mimi nategemea na siku hiyo nataka nini, matumizi yangu yanavyokuwa. Yaani nategemea leo nataka nini. Kwa hiyo kuna muda matumizi yangu yanaweza kanihitaji kwa siku nitumie labda 20,000 tu. Kuna muda matumizi kwa siku nataka 500,000. Kuna muda nataka 300,000. Kuna muda nimeshinda nyumbani tu, situmii chochote. Kuna muda hivyo. Kwa hiyo matumizi yanategemea na siku hiyo mimi mwili wangu na akili yangu na roho yangu ninataka nini. Moja ya waigizaji wenzenu Clown Vevo anadai kuwa yeye ndio mwigizaji pekee mwenye pesa kwa hapa Tanzania. Wewe pia unasema unazo. Ni kweli kwa yeye amewazidi kwa kipato, pesa? Mimi sijui kipato chake, huenda ametuzidi, ila mimi ninachojua mimi kwa mimi binafsi sijui. Ukiona kipato chake labda ananizidi, huenda sijui. Ila mimi kwa upande, mimi nazungumza kwa upande wangu. Mimi binafsi najiona mimi nina hela. Wanatupiana sana maneno na Steve Mouse, na Steve Mouse ni mwanao ambao mnafanya kazi kwa karibu
karibu sana. Ukimwangalia Steve Mweusi na Clam Vevo, nani ana hela kumzidi mwenzake? Alafu mimi usiniulize maswala ya Clam kwa sababu unajua mimi kuna kitu nikikiongelea nimetoa ya time. Ushanielewa? Kwa hiyo mimi ninavyokuwa namuongelea nampa ya time, unajua. Yaani ni kama nimeverify kwamba hebu mfuatilieni na huyu. Ushanielewa? Ila kiuhalisia kwenye maswala sanaa, Clam atulie bana, asijifanishe na Steve. Kwenye maswala ya hela ni kuanzia kwenye kuanza game. Yaani kwanza yule ni mwanafunzi wa Steve. Ushanielewa? Kwa hiyo vitu vingine anaongea tu kwa ajili ya kujifurahisha, apate ya time attention. Unajua, yes. Kwa hiyo sisi tunaheshimu hivyo vitu. Kuna muda anaweza katudisi, unaona anatudisi ili apate ya time, it's okay. Ni jambo jema. Anajitafutia riziki ya. Kuwadisinyia anajitafutia riziki. Anajitafutia riziki, utafanyaje? Yeah. Sema leo umepoa ndugu yangu. Hem tupigie rap. Hebu angalia kwanza kuanzia kiatu. Yes, pole shuka taratibu kiatu. Alafu tuje hadi juu kwa haraka ndugu yangu. Ni pesa kiasi gani imetumika? Siwezi kusema nitumie pesa kiasi gani kwa sababu nitakuwa nawapa stress watu ambao haina haja kupata hizo stress. Ni hela nyingi of course. Watu wajue tu ni hela nyingi. Yes, $300. $300. Unaona hivi unajua bei ya koti. Watu wanajua makoti wanajua koti wanajua ni shilingi ngapi. Kwa ni shilingi ngapi? Weka Google. Ndugu yangu wewe unajua bei ya koti? Aka Google huyu. Hii moja tu hii sawa. Walimu watatu. Hebu nenda bwana. Mishahara yao. Poa ndugu yangu.